Mwaka 2025 bangi iliendelea kuwa dawa ya kulevya iliyokamatwa kwa kiwango kikubwa zaidi, ambapo jumla ya tani 1017.26 zilikamatwa. Hata hivyo, kiasi kilichokamatwa kilipungua kwa asilimia 55.97. Kwa mnaweza mkaona mafanikio yamekuwa ni zaidi ya nusu ikilinganishwa na mwaka 2024. Hii ni kutokana na uteketezaji wa mashamba makubwa ya bangi uliofanyika mwaka 2024 na kuimarika kwa udhibiti, ikiwemo utoaji elimu kwa jamii inayojihusisha na kilimo cha bangi kuhusu madhara ya kilimo cha zao hilo. Lakini pia jumla ya tani 26.36 za mirungi zilikamatwa. Kiasi hiki kiliongezeka kwa asilimia 42.88 ikilinganishwa na mwaka 2024. Sasa ongezeko hili la mirungi linaashiria kuimarika kwa operesheni za ufuatiliaji na udhibiti, hususan katika maeneo ya mipaka na njia zinazotumika kusafirisha dawa hizo za mirungi. Kwa upande wa dawa za kulevya za viwandani, serikali ilifanikiwa kukamata methamphetamine kilogramu 907.18, heroin kilogramu 672.23, cocaine kilogramu 4.89, MDMA gramu 178 na MDA gramu 7.82. Aidha, kwa mara ya kwanza mwaka 2025 serikali ilikamata tani 29.52 za aina mpya ya dawa za kulevya aina ya kratom itokanayo na mmea unaoitwa Mitrogynea speciosa. Dawa hii iliingizwa nchini kama mbolea. Baada ya uchunguzi ilibainika kuwa ni dawa ya kulevya. Mafanikio haya yametokana na kazi kubwa iliyofanywa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudhibiti mitandao na njia za usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia nchi kavu, anga na majini. Matokeo chanya katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya yanatokana na dhamira thabiti, maono na uongozi mahiri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani chini ya uongozi wake amewekeza kwa kiasi kikubwa katika kufanikisha mapambano dhidi ya tatizo la dawa za kulevya nchini. Naipongeza mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wataalamu wa afya, wadau katika mapambano na wananchi kwa ushirikiano wao uliosaidia kuyafikia mafanikio niliyoyaeleza. Ushirikiano ni silaha muhimu sana katika vita dhidi ya dawa za kulevya.